Naitwa Apostle Johannes John. Karibu kwenye madhabahu ya Shining Star Heaven Embassy. Mtu wa Mungu kote kule uliko na unakonisikiliza, leo nataka nikwambie kwamba wewe unayempiga mke wako ina maana hauna akili kabisa. Maisha ya wanadamu hapa duniani, tumejikuta wanaume tumegeuka wauaji wa wanawake wetu, tumegeuka mizigo kwa wanawake wetu, tumegeuka pia wapigaji wa wanawake wetu. Nikiwa na maana gani? Tumegeuka kama polisi, askari. Lakini kumbuka kipindi kile Hawa anaumbwa alikuja kama msaidizi wa Adam. Mtu anayekuja kukusaidia lazima umpende, umthamini, kama Roho Mtakatifu alivyotumwa na Yesu kutusaidia. Ina maana ni mtu ambaye ameletwa kwenye maisha yako kukusaidia, sio mtumwa wako, sio mfanyakazi wako, wala sio wewe ni mfalme, yeye ni mtumwa. Hicho kitu lazima ukijue. Ndio maana kuna maelekezo hapa ya maandiko matakatifu ambayo kama Mkristo, kama mtu wa duniani, kama mtu yeyote ambayo umeoa, yafaa yazingatie, ya kuongoze na ili uweze kuyafanyia kazi. Kwa sababu kumpiga mke wako ni kupoteza akili, ni kupoteza hekima, ni kupoteza maarifa, ni kuwa mtu wa ajabu hapa duniani. Neno la kwanza linatoka Wakolosai 3:19. Inasema hivi kwamba enyi waume wapendeni wake zenu, wala msiwe wakali kwao. Msiwe wakali kwao. Lakini pia Petro wa kwanza 3:7 inasema hivi, kadhalika ninyi waume kaeni na wake zenu kwa akili na kumheshimu mwanamke kama chombo kisicho na nguvu, kwa kuwa wao ni warithi pamoja nanyi wa neema ya uzima, kusudi kuomba kwenu kusizuiliwe. Kwa unaona, unapompiga mke wako ina maana kwanza unapoteza akili, lakini cha pili unazuiliwa maombi yako. Lakini Waefeso 5:28 mpaka 29 inasema hivi kwamba vivyo hivyo waume wapaswa kuwapenda wake zao kama miili yao wenyewe. Anayempenda mke wake anajipenda mwenyewe, maana hakuna mtu anayeuchukia mwili wake popote pale, bali kuulisha, kuutunza kama Kristo naye alivyolitendea kanisa. Lakini ukisoma Petro wa pili 3:15 mpaka 16 inasema, na hesabuni subira ya Bwana wenu kuwa wokovu, kama vile ndugu yenu mpendwa Paulo alivyoandikia ninyi kwa hekima aliyopewa, kama vile anavyofanya katika barua zake zote. Anapozungumzia mambo hayo, kuna baadhi ya mambo ambayo ni magumu kuelewa ndani yake, ambayo watu wajinga na wasio na msimamo huyapindua kwa kuharibu wao wenyewe kama wafanyavyo maandiko wengine. Kwa unapoyapindua ukaanza kumkera mke wako, ina maana moja kwa moja unapoteza akili. Lakini Timothy wa kwanza 3:3 anakwambia, si mlevi, si mjeuri, bali mpole, si mgomvi, si mpenda pesa. Lazima uwe ni mtu ambaye ametulia. Lakini ukisoma Timothy wa kwanza 2:12 inasema, simruhusu mwanamke kufundisha au kumtawala mwanaume, baada yake anapaswa kukaa kimya. Sawa, utakaa kimya, lakini lazima umheshimu mke wako. Hayo ni mambo ambayo lazima anza kuyazingatia unapoishi hapa duniani na unahitaji neema ya Mungu. Ndugu yangu, anza kumheshimu mke wako, anza kumthamini kama wewe unavyojithamini, anza kumpenda kama wewe unavyojipenda, anza kumuona na kumhudumia kama wewe unavyojihudumia, kwa sababu yule amekuja kama msaidizi na ni sehemu ya ubavu wako au sehemu ya mwili wako. Watu wengi hapa duniani tumejikuta ni wagomvi kwenye mahusiano, tumejikuta ni wapigaji kwenye mahusiano, tumekuwa polisi, tumekuwa askari, tumekuwa ni watu wasiofaa, ugomvi, marumbano, maneno, hasira. Rafiki yangu, ukiona ni mtu wa hivyo, mbingu utaisikiliza kwenye vyombo vya habari. Utasikia wenzako wanaenda mbinguni, utasikia wenzako wanafanikiwa, lakini wewe utakuwa maskini. Ndio maana ndoa zinapoanza kwa upendo, mafanikio yanaanza kuwepo, wanaanza kustawi, hekima ya Mungu inakuwepo na watu wale wanafanikiwa. Lakini ugomvi unapoanza, mambo yanaanza kuharibika,
mambo yanaanza kuchukiza, hali inaanza kuwa sio, na mwisho wa mwisho watu hao wanafilisika. Nataka nikuulize rafiki yangu unayenisikiliza, unataka kuishi kulingana na mapenzi ya Mungu au mapenzi ya mwanadamu? Unataka kuthaminika hapa duniani au unataka uwe kiumbe cha ajabu? Leo usipojifunza kumheshimu mke wako, familia yako, watoto wako, wewe baba, wewe mama, usipomheshimu mume wako, ndugu yangu, hiyo ndoa haitofika popote, na mnaenda kuangamia na kuwa maskini na ugomvi usiokwisha. Maisha yako hapa duniani, jua kanuni za Biblia, ndipo maisha yako yatakuwa salama. Naitwa Apostle Johannes John, nawapenda sana. God bless you. Be a shining star in Jesus' mighty name. Amen. Shalom.